Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amina. The Lord be with you. And with your spirit. Brethren, welcome to our Mass. This Sunday be the Sunday of Ascension, kupaa kwake Bwana wetu mbinguni. Na kupaa kwake ni furaha yetu, kwa sababu atatutumia Roho Mtakatifu ambaye atatuongoza. Katika hii misa, kama kawaida, tunaombea Wakristo wetu wote. Tunawakumbusha makanisa yamefungwa, lakini roho hazijafungwa. Wakae na moyo wazi kumkaribisha Bwana kila wakati. Na tuombee mambo tofauti. Kuna vitendo vingine tunavyosikia za kushtua sana. Nilisikia jamaa mmoja vile alitendea bibi yake na glue na mambo mabaya. Tuombe Mungu sana. Kama mtu asipomtaka mwenzake, afadhali waachane vizuri, asimtendee vitendo vibaya hivyo. Na mtoto akiwa hapo ndio anaambiwa nimulikie nifanye hivi na hivi, mtoto wake. It is very painful. Pia tuombee shida za gharika za maji. Zimeua watu wengi, zimetoa watu wengi makao yao. Tuombee sana, tuwaombee sana sana. Na zaidi ya hayo, kukiwa na shida hizo za coronavirus, watu wamefurushwa makwao kule Ruai, Kariobangi. Ni mambo mabaya. Tuombe Mungu sana. Matendo haya si mazuri, na hatudhani Mungu anafurahia wakati huu wa shida. So we pray for all this. Na tuombe zaidi tena madaktari wetu na nurses. Mungu awalinde wanapotuhudumia. Na kuwakumbusha Wakristo wetu ya kwamba huu ni mwezi wa Rozari. Tujiweke mikononi mwa mama yetu Bikira Maria. Tuombe sana 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 Rozari. Tunamwambia mama Bikira Maria amejaa neema, atupe neema. Atuombee sisi wakosefu sasa na hata huo wakati wa kufa kwetu. Basi kabla kuanza, tujute dhambi zetu, na hivi tujiweke tayari kutoa sadaka takatifu. Na kuungania Mungu Mwenyezi. Nanyi ndugu zangu, kwani nimekosa mno kwa mawazo, kwa maneno, kwa vitendo na kwa kutotimiza wajibu. Nimekosa nimekosa sana. Ndiyo maana na kuomba Maria mwenye heri, Bikira daima, malaika na watakatifu wote, nanyi ndugu zangu, niombeeni kwa Bwana Mungu wetu. Mungu Mwenyezi atuhurumie, atusamehe dhambi zetu, atufikishe kwenye uzima wa milele. Amen. Bwana utuhurumie. Bwana utuhurumie. Kristo utuhurumie. Kristo utuhurumie. Bwana utuhurumie. Bwana utuhurumie. Tuombe. Gladden us with the holy joys, Almighty God, and make us rejoice with the devout thanksgiving for the ascension of Christ your Son. Is our exhortation. And when the head has gone before in glory, the body is called to follow in hope.
We continue to pray for this pandemic, Lord. We continue to pray for those suffering in different ways, that they may not lose hope. We continue praying for our Christians and our families and our doctors and nurses. God, protect them. And those who behave so badly, Lord, touch them. And even our leaders, this time is not the time to overstress political divisions, but to work together because of what the citizens are going through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, one God, forever and ever. Amen. The beginning of the Acts of the Apostles. In the first book, for Theophilus, I have dealt with all that Jesus began to do and teach until the day when he was taken up, after he had given commandment through the Holy Spirit to the apostles whom he had chosen. To them he presented himself alive after his passion by many proofs, appearing to them during 40 days, and speaking of the kingdom of God. And while staying with them, he charged them not to depart from Jerusalem, but to wait for the promise of the Father, which he said, "You heard from me." For John baptized with water, but before many days you shall be baptized with the Holy Spirit. So, when they had come together, they asked him, "Lord, will you at this time restore the kingdom to Israel?" He said to them, "It is not for you to know times or reasons which the Father has fixed by his own authority, but you shall receive power when the Holy Spirit has come upon you, and you shall be my witnesses in Jesus, and in all Judea and Samaria, and to the end of the earth." And when he had said this, as they were looking on, he was lifted up, and a cloud took him out of their sight. And while they were gazing into heaven as he went, behold, two men stood by them in white robes, and said, "Behold, men of Galilee, why do you stand looking into heaven? This Jesus who was taken up from you into heaven will come in the same way as you saw him go into heaven." The word of the Lord. Thanks be to God. The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to Matthew. Glory to you, O Lord. At that time, the 11 disciples went to Galilee, to the mountain to which Jesus had directed them. And when they saw him, they worshipped him, but some doubted. And Jesus came and said to them, "All authority in heaven and on earth has been given to me. Go, therefore, and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father, and of the Son, and the Holy Spirit, teaching them to observe all that I have commanded you. And behold, I am with you always, to the close of the ages." The Gospel of the Lord. Praise to the Lord Jesus Christ. So we reflect a little on what we have just heard. It is the Ascension Sunday, and
Paul says Jesus appeared and people thought it was John the Baptist. But John the Baptist baptized with water, but our Lord will baptize you with the water and the Holy Spirit. Atawabatiza kwa maji na Roho, na mtapokea nguvu, mtakuwa mashahidi ya yale ambayo amefundisha. Witnesses of what we have learned. So basi akawaambia, msikae mkiangalia tu juu. Alikuwa huko Galilaya. Vile mnavyoona nikienda, ninawaachia kazi. Ni kama wakimbiaji wa relay wanakuwa na baton. Unakimbia, unapatia mwenzako, naye mwenzako anaendelea mbio, tunaendelea, ni safari. Yesu ameachia wafuasi wake baton ili waendelee na kazi yake. Alituambia, go therefore, enendeni ulimwenguni kote, na Mungu Baba na Mwana na Roho Mtakatifu katika hiyo safari. Na yale ambayo mumejifundisha, msikae tu nayo, endelezeni yale mumejifundisha, fundisheni wengine. Ndio hii kazi yangu isikome. Ukipewa hiyo baton, haustahili kulegalega nayo hapo. Unastahili ukimbie, upatie mwingine. Kwa hivyo hii kazi iendelee. Na ndio sababu saa zingine ninakumbusha watu, hata wito, tuombee wito, kwa sababu Father Moses hatakuwa katika kazi ya upadre milele, ataretire. Ataachia nani baton? Nani utaachia? Kwa sababu wito umerudi chini. Ukiuliza watoto, ungetaka kuwa nini? Pilot. Ungetaka kuwa nini? Neurosurgeon. Ungetaka kuwa nini? Kila mtoto anataka mambo tofauti. Nani ataendeleza kazi ya Mungu kama wazazi hamtakumbuka kuwaombea watoto na kuwakumbusha? Religious life is also very important. Ya dunia ni ya dunia. Ya dunia ni ya dunia. Basi Yesu akapaa mbinguni, and he wants us to be responsible. Tuwajibike. Hubiri neno kwa maneno, lakini zaidi ya hayo pia kwa vitendo. Yesu alipokuwa hapa duniani alihubiri na kuponya na kushibisha waliokuwa na njaa. Kwa hivyo hata wewe una kazi, whatever you can be able to do. Kuna wengine ambao kwa kweli hawana chochote, ni wazee. Wafikirie, tuwafikirie. Nilifurahi sana hivi majuzi, grupu moja ya Wakristo ilileta chakula na nguo nyingi sana. Zingine tukapeleka kwa diocese, lakini chakula haikuwa nyingi. Tunataka kupelekea wakongwe wetu, wale hawana chochote. Kwa hivyo wajibika. Let us be responsible. Hiyo ndio kueneza kazi ya Bwana vile alivyotuachia akienda mbinguni. Na akasema ya kwamba akipaa mbinguni, na akasema ya kwamba what I have taught you teach others. Kwa hivyo kwa maneno na zaidi ya maneno,
Tunasema kwa Kiingereza actions speak louder than. Kwa hivyo vitendo, matendo yawe hapo. So be a witness of your faith. Be a witness of your faith. From now henceforth, continue his mission. Amepaa mbinguni na amekuachia kazi. Hiyo baton ya mkimbiaji, endeleza kazi yake. The whole world proclaim, endeleza hiyo kazi ya Bwana. Ametuachia kazi na tusikae hivi hivi. So the risen Lord has gone back to his Father, na amesema alienda kututayarishia mahali, lakini meanwhile tukitayarishiwa, let us do what he told us. Tufanye yale alituambia. Na ukifundisha pia, amri zake ni muhimu sana. Tushike amri za Mungu, ni muhimu sana. Kuna sakramenti nazo tusiziweke kando. Ni njia moja ya Kristo kuwa nasi. Tunabatizwa, tunakuwa watoto wa Mungu, wafuasi kamili. Tunapokea Ekaristi, anasema yoyote anayenipokea sitamtupa hata mmoja. Niko ndani yake naye ako ndani yangu, tunakuwa kitu kimoja. Alafu konfirmasio inafanywa, tunapewa hizo nguvu za Roho Mtakatifu, ushujaa. Alafu pia tukiwa katika hii safari, kuna mpako wa wagonjwa, kuunganika naye ya it is heals, inaponya. Na yote tunatumia ishara ya msalaba, kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Kuna pentesia, mtu akiingia pale unaanza na ishara ya msalaba. Yale yote yanayoendelea ni chini yako na Mungu wako. Pia kuna matrimonio, ndoa ya Kikristo, unaungana na Kristo, ya kwamba unatembea naye kama familia. Tukitembea naye kama familia na tumuogope Mungu na tumuheshimu Mungu, vitendo kama hizo tunasikia, hata sijui kama ni za kinyama, ni unyama zaidi ya unyama. Hatutasikia ever. Hatutasikia. Tukitembea na Bwana akiwa ako ndani yetu na katika familia, Mama Maria ako hapo katika familia, tutaheshimiana. Pia kuna upadre, tayari nimetaja juu ya hiyo. Hakuna misa inaweza kufanyika bila padre. Ile inayofanyika bila padre inaitwa ibada bila padre. Hakutaweza kuwa na Eukaristia takatifu, never. Kwa hivyo tukumbuke hiyo yote ni jukumu letu, kuendeleza kazi ya Bwana hata katika kupokea sakramenti na kusaidia wengine wapokee. Na alisema I am with you always, mpaka mwisho wa dahari, hata kuacha ukiungana naye. Hivi majuzi tulisoma mahali alisema I no longer call you servants, I call you friends. Siwaiti watumwa tena, na waita rafiki. Na marafiki wanatembea pamoja, hata sio lazima waongee sana. Saa zingine hata hawasemi kitu, wako tu pamoja. Ni kama vile tunapoenda adoration, hauongei, lakini kuna jambo unaambia Bwana quietly, moyo kwa moyo, naye anakusikiza.
ni muhimu sana sana sana. So whoever receive me, I am in him and he is with me. The Bible ni neno la Mungu, tuwe tukilisoma. Kuna wakati nilitafuta Mr. Baraza akatuletea Biblia hapa nyingi na zilikuwa bei rahisi, sijui kama watu walinunua, lakini sijui kama wanasoma. Tusome Biblia, ni njia moja ya kuongea. Kusoma barua ya Bwana ni muhimu sana, tunaungana vizuri sana naye. Na yeye kila wakati, hata wakati huu tuko na shida hizi zote za COVID-19, anatuambia kila wakati, msiogope, do not be afraid, msiogope. Amerudia hilo mara nyingi sana kwa Biblia, do not be afraid, niko nanyi, usiogope, niko nawe mpaka mwisho wa dahari. He says ya kwamba he will continue being with us na tutende mema, and he is going to prepare a place for us. Anaenda kututayarishia mahali, na pakiwa tayari ndio atakuja atuchukue. So tuombe kila wakati, tuombe ili huo umoja uendelee. Na tukumbuke tumeambiwa, go therefore, enendeni ulimwenguni kote, ukianzia na ulimwengu wako, wa moyo wako, wa familia yako, wa marafiki zako. Enendeni ulimwenguni kote, mkahubiri habari njema. So tujaribu kuwa na umoja wa nguvu sana na Bwana wetu Yesu Kristo, na kwa sababu amesema na tuita marafiki. Urafiki ni kutembeleana, urafiki ni kujua hali ya ule mwenzako. Kwa hivyo kila wakati tumtembelee Bwana in adoration. Make others disciples, tumeachiwa kazi. Fanya wengine kuwa wafuasi, fanya wengine kuwa wafuasi bila ubaguzi. Yesu hakuwa na ubaguzi, no discrimination. Do whatever you can do. Na sio rahisi. Hata mtakatifu Paul alipobadilika, alikuwa Saul, ameteseka sana sana sana. Hata alipigwa mijeledi, alikuwa amefungwa wakiwa na Silas, wakaomba usiku, milango ya gereza ikafunguka. Prayer is very powerful. Usiogope, omba bila kukoma, ndio tunaambiwa. You are a missionary. Wa missionary si wazungu tu. By baptism you are a missionary. Una kazi. Through baptism, fanya kazi. Kwa sababu katika ubatizo unabatizwa ili uanze kueneza injili kwa wengine, kwa maneno na kwa vitendo. Nilisoma mahali moja, one bishop said, preach by action and if necessary words. Preach by action and if necessary words. Hubiri kwa matendo na kama ni lazima maneno. So matendo inasema ni muhimu sana zaidi. Na unapohubiri, teach and obey the Decalogue. The Decalogue ni 10 commandments. Deca ni 10. 10 commandments. T. Kuna kitu tulikuwa tunafundishwa na Candido Joe. Kuna jambo linaitwa orthodox and orthopraxis. Yani amini na utende. Practice what you believe. Orthopraxis. So kwa hivyo tumuombe Mwenyezi Mungu atusaidie na roho wake,
atusaidie na neema zake, na hata mama yetu Bikira Maria ambaye amejaa neema hawezi kutunyima, na tuendeleze kazi ya Bwana bila kuoga, bila uoga. Mimi husema don't die before you die. God knows when. Hata hii pandemic itakuja na ipite tu, itaisha tu, itakuja na iishe. So usione kama ni mwisho wa dunia. Hapana, na kukaa na uoga. Why? Una uoga utasaidia nini? Hapana. Only do what you can as a human being, na sana sana kuomba. Na waliambiwa watoke Galilaya, waende Yerusalemu, waende kila mahali, wahubiri habari njema. Sasa hiyo ndio kazi ambayo tumeachiwa. Continue his work. Continue spreading the good news. Umeachiwa baton, usiishike tu na kusimama. Ni uanze kukimbia uachie mwenzako. Maisha ni hivyo, kusaidiana na kuendelea. Basi tuwakumbushe mambo ya Mungu, watu wote wajue, na tuongozwe na mambo matatu. I repeat so many times and I will repeat even next week. Tuongozwe na mambo matatu: imani, matumaini na matendo. Faith, hope and charity na mapendo. Faith, hope and charity zituongoze katika kazi ya Bwana. Lupita Nyong'o, ninafurahia yale aliyosema aliposhinda award kule Amerika. Alisema it doesn't matter where you come from. Your dream is valid. Ndoto yako iko sawa. Kuamini Mungu tu atakufanyia maajabu ushangae. So tumwamini Mungu na tuwe na ndoto ya kufanya kazi ya Bwana bila kuchoka, bila kuogopa, kama vile Saul walifanya, akawa Paul na akaendelea na kazi. Basi Ascension kwa kifupi ni mwanzo mpya na kuachiwa kazi, na tusilalie kazi, tufanye kazi, tuwe mashahidi wa imani yetu na urafiki wetu na Mungu, pia tuendeleze kwa wengine. Tumsifu Yesu Kristo. Thank you very much. Let us pray. Behold, I'm with you always, even the end of the age. Hallelujah. Matthew 28 verse 20. Niko nanyi mpaka mwisho wa dahari. Almighty ever-living God, who allow those on earth to celebrate divine mysteries, grant, we pray, that Christians' hope may draw us onward to where our nature is united with you through Christ our Lord. Amen. The Lord be with you. And with your spirit. And may Almighty God bless and protect you, Father, Son, and the Holy Spirit. Amen. Let us go in peace of Christ to love and serve the Lord. Our liturgy is now ended. Hallelujah, hallelujah. Thanks be to God. Hallelujah, hallelujah. Asanteni na muwe na wiki njema.